Crazy Rocket, now available on PMBet. Kadhaa kutoka kule Singidani ambako leo hii ndio kuna tukio la kitaifa linafanyika huko. Lakini Singidani huko Simba inasemekana ya kwamba tayari wameanza mazungumzo kuhakikisha wanaenda kuinasa saini ya Jonathan Soa kwa ajili ya kumchomoa kwenye klabu ambayo anaitumikia sasa hivi ambayo ni Singida Black Stars. Simba imeofa shilingi milioni 460 na mkataba wa miaka miwili kwa mshambuliaji huyo, lakini vile vile kwa mshahara wa milioni 38. Usajili milioni 460, mshahara wa milioni 38 kwa mwezi. Wakati huo ofa ya Young Africans ni milioni 341, lakini atalipwa milioni 200 kwa msimu wake wa kwanza, shilingi milioni 141 kwenye msimu wake wa pili. Hiyo ni pesa ya usajili kwa upande wa Young Africans. Dili hili linawezekana kutokea kwa Jonathan Soa kwenda Simba? Kwenda Yanga sidhani kama ni kipengele. Haina vipengele. Yes. Lakini itategemeana pia na ushawishi, si ndio? Simba wamekuwa na invest sana kwenye soko la usajili. Wamekuwa wanatoa pesa nyingi sana kwenye upande wa soko la usajili. Ukiangalia kiasi ambacho wamekiweka kwa upande wa Jonathan Soa pamoja na Young Africans, kuna tofauti mkubwa. Wameweka 400, wameenda kwenda kuweka 300. Lakini inawezekana Young Africans wakawa wanajeuri kwa sababu ya kuona kwamba mchezaji mwenyewe pia inawezekana option ya kwanza ni kwenda kuichezea Young Africans. Option ya pili pengine ndio itategemeana zaidi, inaweza kubaki Singida ama kuweza kutimkia wapi Simba Sports Club. Lakini kimahitaji zaidi nayaona yapo kwa upande wa Simba na sio kwa upande wa Young Africans. Msimu uliopita tulikuwa tunazungumza kwamba Yanga wana changamoto kwenye eneo la ushambuliaji, si ndio? Lakini kwa msimu huu nadhani hatujawahi kuweza kuliona hilo tatizo. So far mwanzo walikuwa wanapoteza chance nyingi sana kina Dube, kama unakumbuka, kwa sababu Dube ameanza kuchanganya pengine kuanzia mwezi wa 11 mpaka hivi sasa ndipo alipoanza kufunga. Sasa ile anafunga leo, atafunga kesho, atatoa assist, lakini wakati anaanza msimu hakuwa ameuanza akiwa amechangamka zaidi. Lakini kwa upande wa Simba nadhani wana struggle zaidi kwenye eneo la ushambuliaji. Ukiangalia mechi nyingi zimekuwa zinaamuliwa na viungo. Kama sio Mpanzu basi atakuwa Jinchazi Ahua. Mwanzo pia Kibenis alikuwa anaibeba sana Simba mabegani, lakini kuingia kwa Elim Mpanzu kuna ahueni ya mzigo ambao kidogo unauona kwa upande wa Kibenis, tayari ameenda kwenda kufanyaje? Kwenda kuutua. Na washambuliaji kwa sasa imekuwa ni bidhaa adimu sana kwenye upande wa bara la Afrika. Washambuliaji wengi ambao wako bora ni wale ambao wapo pia kwenye timu ambazo kubwa. Ukiangalia bajeti zao ni kubwa, mahitaji yao yanakuwa ni makubwa, tofauti na hizi timu zetu ambazo kwa sasa ndo kwanza zinajitafuta. Kwa mfano, umeona performance ambayo yuko nao sasa hivi Fiston Maele. Unahisi ni timu gani ambayo inaweza ikamconvince hapa Tanzania kumwambia kwamba unatakiwa kuweza kurejea kwenye ligi ya Tanzania? Ni swala gumu. Kwanza kwenye maslahi, lakini sasa hivi future ya Fiston Maele ishakuwa kubwa. Yaani kwa sasa inawezekana misimu inayofuata atakuwa anatamani kila siku awe anashinda ubingwa wa Afrika. Kila siku kwenye timu ambayo atakokuwa anaichezea awe anahakikisha kwamba anaingia finali ya CAF Champions League. Na miongoni mwa vitu ambavyo unavisubiri kwa hamu zaidi, nishaye kusikia interview ya Fiston Maele, alisema kwamba sikuondoka Yanga kwa sababu ya kushindana nao kimaslahi, lakini utamaduni wake namna ambavyo ulivyo, huwa anakaa kwenye timu kwa misimu miwili tu pekee. Akawa anatolea mfano AC Vita, baada hapo Young Africans kakaa miaka miwili, kwa sasa yuko Pyramids, ndio. Huu ni msimu wake wa pili, wako kwenye hatua finali. Na nataka nione kwamba baada ya Fiston Maele kuweza kumaliza huu msimu, je, ataondoka Pyramids ama ataendelea kuweza kufanyaje? Kuweza kusalia kwenye upande wa timu. Kwa hiyo ukiangalia washambuliaji unagundua kabisa kwamba ni bidhaa adimu sana kwa sasa. Na hata ukiangalia wale ambao wanaongoza kwenye upande wa msimamo wa ufungaji sio wengi kama namna ambavyo jinsi ilivyo. Kwa hiyo naona mahitaji zaidi kwa upande wa Simba kuliko kwa upande wa Young Africans, kwa sababu Yanga hata wakisema wasalie na washambuliaji wawili bado huwezi kuona kama watakuwa na hiyo weakness, kwa sababu kwa msimu huu pia kilichoongezeka ni kwamba viungo wanafunga magoli mengi, lakini pia washambuliaji wanafunga magoli mengi, tofauti na msimu uliopita. Channel za magoli mengi zilikuwa zinatengenezwa na viungo, lakini pia zilikuwa zinafungwa na viungo. Alikuwepo nadhani Joseph Gede ambaye hakufunga magoli mengi sana, alimaliza msimu akiwa na magoli 6. Alikuwepo Kennedy Msonda alimaliza msimu akiwa na magoli 4. Kwa hiyo imekuwa tofauti na kwa msimu huu zaidi.
kama sehemu ambapo nitaambiwa ni mshauri Soa, sehemu pekee kwenda kuangalia kwamba anaenda kwenda kupata nafasi, basi itakuwa ni Simba Sports Club. Itakuwa ni Simba Sports Club. Yes. Pamoja na kwamba alideclare wazi ya kwamba yeye anaipenda the Young Africans. Tunajua, yani tunajuana vilabu vyetu hivi viwili. Mimi nafikiri ukienda pale Simba kuna watu wanaipenda Yanga. Na ukienda Yanga lakini kuna not watu declaring wazi kwa watu kwamba bwana mimi declaring it means nothing to me, kwa sababu as long as ni professional player, siamini kama eti akienda Simba atasema kwenye mechi za Yanga nisio na wafunga. No, amekuja Tanzania kufanya biashara, kuja kufanya kazi. Hawezi mimi yani mimi pia naamini hivyo na kuamini wewe. Lakini nazungumzia ile mentality ambayo mashabiki viongozi wetu tayari wako nayo pale inapokuja vilabu hivi viwili. Yani leo hii Jonathan Soa let's say anacheza Simba, amefanya kosa tu la kawaida. Wako labda wanacheza na Yanga au acha tu na let's say anacheza na Singida. Do you think hizo hazitoibuka zile ya kwamba huyu muuza mechi huyu ni kwa sababu it's part of football just. Yani regardless, yani declare si declare, lakini akifanya mistake kwenye mechi kubwa kama ile lazima tu watu watazungumza. Aish Manula hajawahi kuzungumza kama yeye ni shabiki wa Yanga. Alifanya mistakes ambazo hazikuwa his fault, lakini watu wamemignore kabisa. Beno Kakulanya the same applies kwake, alifanya mistake ikawa hivyo. Kwa nafikiri ni muendelezo tu wa hivi vilabu kuendelea na ile mentality ambayo mimi sidhani kama ina effect. Mimi naamini kama as long as ni professional player, kwa sababu Soa amekuja Tanzania akifahamika kuwa ni professional player, na kilichomleta hapa ni kazi ambayo anaifanya kwa asilimia kubwa. Ndio Soa ni shabiki, amesema anaipenda Yanga. Kwenye mechi ya Yanga aliifunga Yanga, alitokea sabu akaifunga Yanga ile ya KMC. Sasa kwa nini kama yani amesema ana mapenzi na Yanga na kaifunga Yanga, kwa nini nyinyi ambaye mnauhitaji naye msimwamini? Kwa nafikiri ni ile tu mentality, na Simba anamhitaji Soa kuliko anavyodhani, yani kuliko anavyofikiria. Kumekuwa na tetesi nyingi sasa hivi, hata vilabu vya Al Hilal lakini pia vilabu kutoka South Africa pia vimeshaanza kuonesha interest ya mchezaji kama huyo. Na ukiona mchezaji anawindwa na timu zenye profile kubwa kama hizo, Al Hilal, Kaizer Chiefs, Orlando Pirates, na maana tayari unajua ni mchezaji wa klabu gani. So amekuja katikati ya msimu Justa, lakini mpaka sasa hivi ni 11 goals katika michezo 13 kama sio 14 ambayo amecheza kwenye ligi kuu hapa Tanzania. Conversion rate yake ni second to none. Yani hawa washambuliaji wote ambao wanacheza kwenye ligi kuu hamna anayemgusa Jonathan Soa kwenye upande wa kuconvert chances, ukiangalia in terms of numbers, kwa sababu kacheza mechi chache kascore a lot of goals kuliko wao ambao wameanza. Wakina Dube ambao tunawaimba, sijui wakina Mzize wamecheza mechi nyingi kuliko Soa, lakini yeye bado anapigana nao pale. Wamepishana magoli mawili tu na Mzize, goli moja na Prince Mpumelelo Dube. Kwa hiyo inaonyesha ni kiasi gani ambacho jamaa anajua kuifanya kazi yake, na anaifanya kazi yake kwa ubora mkubwa, na ndio maana kuna interest. Ni ngumu sana kuona mchezaji wa kalba hiyo wewe hauna interest naye. Kwa kama wao wataamini kwenda na yale mimi nazita mentality za hovyo kwamba yule shabiki wa Yanga yule aweza akacheza Simba, basi waendelee kuwa na Ateba, waendelee kuwa na Mkwala, wakae mbele pale wenye mentality. Mbona unaongea kama waendelee kuwa na kina Ateba, waendelee kuwa na kina Mkwala, yani ni kama mwa downgrade. Sasa Ateba na Mkwala nani striker? Yani wewe ukiwekewa tu hapa nani ana uwezo mkubwa? Nani ana uwezo mkubwa? Mbona kigumizi, nani ana uwezo mkubwa? They can offer still they can offer. Yani nani ni upgrade ya mwenzake basi? Sijasema hawezi akaofa kitu, lakini upgrade ya mwenzake nani? Yani wao kipewa option wapo sokoni wote. Ateba anauzwa, Soa anauzwa, Mkwala anauzwa. Timu yako inahitaji striker, unaendana naye? Sawa. Ndio hicho kitu ambacho nakizungumza. Na hao watu ambao wanawaamini hawajaonesha mentality kwamba wao ni shabiki wa Yanga. Wakina Ateba pamoja na Mkwala. Kwa nafikiri inatakiwa tu watu waamini kwenye professionalism, kwa sababu Young Africans Senzo alitoka Simba kaenda Young Africans walimwamini na akamweka kwenye key areas za kuibadilisha timu kwenye transformation, kuhakikisha inakuwa inafanya vizuri. What if now Young Africans wangesema okay, huyu anatoka Simba bana, huyu atakuja kutuchola tu.
na maana Young Africans inawezekana angekuwa pale walipokuwepo misimu 4 mpaka 5 nyuma ilikotoka. Kwa